Na hata akija mgeni nyumbani kwako ukimuuliza unakunywa soda gani, haikwambia yoyote, usimpe aeleweki. Yoyote. Yaani huyu hata aeleweki, hana hata soda anayojua ati yoyote, toka hapa yoyote. Hata kazi utasikia mtasamie kazi yoyote, toka mjinga wa kazi yote. Lazima uwe na kitu unatembea nacho kwenye maisha. Una kitu gani? Mungu akufanikishe, una jambo gani? Fanya kazi kwa nguvu. Tunajihurumia sana, mtu analala. Maandiko yanasema mvivu ni kama bawaba, yaani kitandani. Mungu amewekeza akili. Popote ulipotumia akili yako ipasavyo. Akili yako isifanyike dustbin, unatafuta kwa akili sio kwa nguvu. Ndio maana hakuna mganga kienyeji kijana. Mganga kienyeji wote wazee wanatafuta kwa bongo. Unajikatia kama mimi basi nitoka basi wapi? Kama utaki changamoto nenda makaburini Kinondoni, hakuna bando wala tozo, nenda huko. Hapa dunia changamoto, nazaliwa changamoto, kila kitu changamoto. Lazima ushinde changamoto. Na ukiamka asubuhi ziombee changamoto. Songa mbele. Wachokozi wanakusaidia kwenye maisha. Changamoto zinakusaidia kwenye maisha. Mimi naitwa mchungaji Richard Jackson Hananja au Rich Billionaire. Mmiliki wa mgahawa Mateja wetu kimo cha bajeti. Hii ndio toleo la mwisho kama albamu la uumbaji wa Mungu. Anezidi ufupi wangu mlemavu, sio mfupi. Mke wangu Dr. Rose yuko Amerika. Mimi mke wangu nilimpata hospitali, nimeenda kutibiwa, nikasema tulia na ugonjwa mwingine. Maisha yanaendelea. Sio tena sasa hivi kupanda mabasi tu kwenda kujisaidia kwa tangazo mpaka ngedele wanaona. Mimi naruka na ndege saa hizi. Sasa hivi mimi sio mnyonge, napokea pound sterling, napokea dola. Sio mnyonge. Hivyo unavyoona sio mnyonge kweli kweli, sio mnyonge. Kama sijashiba kwenye sahani siwezi kulamba vidole. Kwa sababu mimi nilicheza boxing Simba Boxing Club, nikanywa chuma mchikini bodybuilding and weightlifting, nikavuta magari kwa meno miaka ya nyuma. Nikavuta magari, mimi mfupi kama tairi ya gari, nina nguvu kama Farudion. Mhubiri sura ya 12 ule mstari wa 7 anasema kama vile hekima ilivyo ulinzi ndivyo fedha ilivyo ulinzi. Kama huna fedha huna ulinzi. Ukiwa na hela una ulinzi. Ndio maana vijana wengi hawana hela lakini wana bonge la wallet. Hamna kitu. Anatengeneza ulinzi, kuna vitambulisho vya NIDA na kupiga kura, hana hela. Wallet mpaka suruali inashuka inaning'inia bonge la wallet. Wasichana wengi hayo mabegi hamna kitu. Mnalipustiki na wanja. Ni ulinzi tu. Kwa hiyo kuwa na hela. Mwenye hela anaweza akakutukana ukaona matusi yake utani. Wewe hujui utani wake? Utani. Mimi nipo hapa na mambo machache niwaambie. Na nipe muda MC, ukiona naendelea nipige stop. Kwa kwangu hakuna jambo jipya. Alikuwepo, yapo, yatakuwepo. Kuna watu wengine ukimkaribisha kuombea chakula anaombea mpaka vita vya Ukraine. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Mchungaji Hananja, karibu, nafasi ni ya kwako. Karefu haka. Kama naogelea. Na mkiogelea wote mnakuwa wafupi, hakuna mrefu. Lakini kimo changu fursa, sawa. Chochote ulicho nacho fursa. Mimi kimo hichi nikiandika international MC na navyodundika kila mtu ananipenda. Ukiwa mrefu kucheza mpaka ujipinde. Hapa hakuna hasara. Unajua hatukuja kwa bahati mbaya. Yoyote unayemuona kushoto au kulia kwako ipo sababu ya kuwa naye karibu. Shida yetu sisi Waswahili tunachukiana. Badala ya kuzungumza mambo ya maana unazungumza miguu ya watu. Angalia mguu wake mwembamba, angalia alivyovaa, yaani ujinga mtupu tunazungumza ujue. Yaani tukikutana hapa, yaani mimi ni kuonana na ndugu yangu hapa udada ni fursa kubwa sana. Nisingeonana naye tangu kuwekwa misingi ya dunia. Yoyote uliyekaa naye hapo utoke na kitu kwake. Sio unakaa naye tu kiasara. Hakuna hasara duniani. Huyo ana kitu ndani yake. Mimi nilienda kwenye kanisa moja, miaka miwili niwanunulia gari kwaya kutoka Japan. Miaka miwili tu ilitosha. Nikawanunulia kwaya ya vijana itaka bajaji 10, nikawanunulia moja kwa ajili ya corona. Wengine nikaanzishia mradi wa kufuga wanyama. Lakini wenyewe wapo miaka tangu 91 na wajua wanapiga step tu. Wakitoka hapo wanaomba buku ya nauli, unabuka nauli. Lakini kuna watu wenye akili pale. Unakaa na watu hapa wenye akili, akitamka neno lake tu, akiuza wazo lake ukifanyia kazi unasonga mbele kwenye maisha. Yaani hujakaa na mtu wa hasara. Kwanza muangalie ule kana naye karibu, ona kama utamwajiri siku moja. Ona wewe mfanya kazi wangu wewe, Mungu ameniletea mfanya kazi. Usione kama utaajiri wewe, muone kama utamwajiri. Mimi hapa naona kama nitawaajiri, iko siku nitawaajiri. Yaani nitawaajiri watu wengi hapa. Mimi naitwa mchungaji Richard Jackson Hananja au Rich Billionaire.
Lazima ujitangazie mema, usiseme mimi mtu wa kawaida tu, mimi mtu wa ovyo ovyo. No. Lazima hata kwenye vikao vya familia uwe mgeni rasmi. Unajai kuwa mgeni rasmi hata kikao cha kijiji. Maana yake nini? Unaondoka duniani. Mimi walinikaribisha maarifani kwa mgeni rasmi. Nilikuwa na 1,000,000 ya watu. Walinishangilia nikaitoa yote. Nilipomaliza na homa nilipata mgeni rasmi. Kila siku unakuwa mgeni wa kawaida, maana yake nini? Ndugu yangu alizungumza hapa, unaweza ukamuita mgeni rasmi, mwenyekiti mgeni rasmi. Sawa wapendwa? Kwa hiyo mimi najiita rich billionaire. Kwa nini? Billionaire wa akili na afya. Kimo changu cha maandamano, kimo cha bajeti. Hii ndio toleo la mwisho kama albamu la uumbaji wa Mungu. Anazidi ufupi wangu mlemavu, sio mfupi. Sasa hivi mimi ni mkurugenzi wa Nanja Compassion Foundation, na taasisi inayoshughulika na watu wanaotumia dawa za kulevya. Na wapokea kila siku changamoto ya ndumu na ngada, unga na bangi. Na sasa hivi kuna bangi inaitwa skanka, dangerous skanka. Hatari, kila siku nawapokea kila siku. Na najenga soba house Kibaha. Nimenunua ekari 10 na jenga soba house. Ninapoishi mimi ni ekari 3 Dar es Salaam. Dani na ekari 3. Baba yangu kuku wa kienyeji anapekua, babu yangu kuku wa kienyeji na mimi kuku wa kienyeji. Lakini leo natoka kwenye kuku wa kienyeji, maisha yanasonga mbele. Mimi ni tajiri wa akili na afya. Sasa hivi mimi mlezi wa taasisi 18 Tanzania. Lakini barozi wa Moja International Bible College, Dallas, Texas, America. Lakini nimesajili taasisi na watu wa UK. Nimesajili taasisi sasa hivi Iowa City, Kansas City, nasajili taasisi. Mke wangu Dr. Rose yuko America. Maisha yanaendelea. Sio tena sasa hivi kupanda mabasi tu kwenda kujisaidia kwa tangazo mpaka ngedele wanaona. Mimi naruka na ndege sasa hizi. Na hapa ukija tumeandika kitabu ya fahamu madhara ya dawa za kulevya. Mimi nayajua maisha, nimechimba dhahabu, nimechimba tanzanite, nimeuza vinyago, nimechonga vinyago. Ukiniambia ujasiriamali sijawahi kuajiriwa, niliajiriwa kanisani na niliacha mwenyewe bado miaka 6. Nalipwa mshahara karibu 2,000,000, nikaandika barua ya kuacha na gari ninayo, nikaandika kama sijashiba kwenye sahani siwezi kulamba vidole. Imetosha, nikaandika kuacha. Na ile hela yao ya mafao nikaitoa kwenye simu, nikaila yote mpaka ishe, nikaanza upya maisha. Mimi sikuja duniani kwa ajili ya ajira. Yuko Mungu aliyenileta, naweza kuishi duniani. Maisha bado yapo. Mimi sikuja hapa kusaidiwa, nimekuja kusaidia. Sikuja kusaidiwa, siendi kwa ndugu, siendi kwa mtu yoyote, sikuja kusaidiwa, nimekuja kusaidia. Haya ndiyo maisha. Sasa nikwambie mambo machache ambayo unaweza kuyatekeleza ukasonga mbele kimaisha. Sasa hivi mimi sio mnyonge, napokea pound sterling, napokea dola. Sio mnyonge. Hivyo unavyoona sio mnyonge kweli kweli, sio mnyonge. Hiyo billionaires moja utachanga kule, nimepanda minazi 200. Hii minazi ya kisasa mirefu 200. Na naendelea kupanda kwenye soba house yangu, najenga. Mmiliki wa mgahawa Mateja unaitwa Ugali Jero Mboga Kwenu. Sasa Mateja mara nyingi wao wana hela 500 Jero, kwa hiyo nawauzia Ugali Jero. Mboga anakuja naye, mimi sio mke wake, nampikia aje na mboga yake. Kwa hiyo changamoto za watu kwenye maisha ni fursa. Hizi changamoto, Tanzania hakuna ajira lakini kazi zipo. Akili yako, changamoto za watu ndio kazi yenyewe. Mimi nilianzisha kwa Mateja, watoto wakanicheka, mchungaji wa Mateja ni. Sasa mimi nilicheza boxing, Simba Boxing Club, nikanywa chuma Mchikichini bodybuilding and weightlifting, nikavuta magari kwa meno miaka ya nyuma. Nikavuta magari, mimi mfupi kama tairi ya gari, nina nguvu kama Farudion. Miaka hiyo niko nimezaliwa kila kitu kinawezekana kwangu. Nimesoma Kibaha Education Center, Kibaha Secondary, vipaji ile. Baadaye nikaondoka nikasoma FDC, mimi fundi seremala, fundi bomba, fundi ujenzi. Mimi fundi wa mambo mengi, nachonga vinyago. Nimemchora jamaa mmoja akanipa milioni 16. Ukitaka hapa na kuchora mpaka unashangaa, maisha yanasonga mbele. Kuwa na ujuzi, uwe na wavu kwenye maisha. Hatuwezi kuweka samaki kama una wavu. Unalalamika tu na chochote unachofanya haiwezekani. Sawa mpendwa? Kwa hiyo mimi haya maisha, ngoja nikuambie mambo machache. Na sasa hivi mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4 naenda China, nimealikwa. Tanzania kiwanda, domo langu ndio kiwanda. Uking'oa meno umeniua. Mimi nimeitwa Marekani, nimetembea state nyingi, Iowa City, Kansas City, Las Vegas, Sin City, nimetembea Yunani, North Carolina, state nyingi, naruka na ndege tu. Mwaka mmoja umebadilisha maisha yangu. Hakuna kukata tamaa. Wanasaikolojia wanawadanganya. Hela za ujanani husiwezi. Mimi nimechimba dhahabu na watu hela za ujanani zimewadrive, wameondoka duniani. Tulia mpaka Mungu akupe nafasi ya kukomaa akili yako. Usitaki kuolewa una miaka 20 bado mdogo. Unaoa unajioa, bado tulia. Kutunza mume mrefu kama yule sio mchezo, zaidi ya kurusha ndege ya kivita.
Tulia. Mdogo nataka kuolewa. Uolewe na nani? Tulia bwana. Unakimbilia unakuwa kama nyau na mume akijui kama ameolewa. Tulia. Mimi nipo hapa na mambo machache niwaambie. Na nipe muda MC, ukiona naendelea nipige stop. Sasa kwangu hakuna jambo jipya. Alikuwepo, yapo, yatakuwepo. Kuna watu wengine ukimkaribisha kuombea chakula naombea mpaka vita vya Ukraine. Wewe ukiona naendelea hapa wewe ni acha, kwangu hakuna jambo jipya. Yalikuwepo, yapo, yatakuwepo. Utoto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Wembamba umbaji, urefu fahari, unene kupenda, ufupi maonyesho. Hayo ndio maisha. Kwa hiyo wewe ukiona naendelea nipige stop tu, inatosha kwangu. Sawa wapendwa? Kwa hiyo mimi nikiona ninyi mmesoma, mna elimu, yani mimi namtukuza Mungu sana. Yani unalalamika umekwenda shule, elimu yenyewe ndio kazi. Dunia hii kuna watu hawajasoma wanateseka sana. Ziko nafasi hajaenda shule. Shule hiyo ni ofisi, siku moja iko mkononi. Subiri. Unataka haraka sana. Unataka kuiga watu wamefanikiwa. Tulia, hatua kwa hatua. Ndio maana ukizaliwa kuna hatua kwa hatua. Huwezi ukazaliwa ukakimbia saa ile, nesi atakimbia, aliyezaa atakimbia, hospitali nzima atakimbia. Kwa hiyo hii ni hatua kwa hatua. Subiri taratibu maisha huko, ukiwa na mipango, ukiwa na malengo. Zingatia haya mafundisho unaofundishwa, unasonga mbele kwenye maisha. Haya ni maarifa. Suleiman katika Mithali sura ya 12 ule mstari wa kwanza anasema apendaye mafundisho hupenda maarifa. Na fedha, kupenda fedha ndio dhambi. Lakini kuwa na fedha sio dhambi. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6 mpaka wa 10, walakini utawa na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani na hatuwezi kutoka na kitu. Tukiwa na chakula na nguo turidhika na vitu hivyo, lakini hao wataka kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Mstari wa 10, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha ndio dhambi. Kupenda fedha tafsiri yake uko tayari kupiga mtu risasi, kutoa mtu kafara, ndio unapenda fedha. Dhambi. Kuwa na fedha sio dhambi. Anaandika Mhubiri Suleiman katika Mhubiri sura ya 12 ule mstari wa 7 anasema kama vile hekima ilivyo ulinzi ndivyo fedha ilivyo ulinzi. Kama huna fedha huna ulinzi. Ukiwa na hela una ulinzi. Ndio maana vijana wengi hawana hela lakini wana bonge la wallet. Hamna kitumo. Anatengeneza ulinzi. Kuna vitambulisho vya NIDA na kupiga kura, hana hela. Wallet mpaka suruali inashuka inaning'inia, bonge la wallet. Mwambie jirani yako ni ulinzi tu, hamna kitu. Wasichana wengi hayo mabegi hamna kitu, mnalipustiki na wanja, ni ulinzi tu. Kwa hiyo kuwa na hela. Mwenye hela anaweza akakutukana ukaona matusi yake utani. Wewe hujui utani wake, utani. Ana hela. Hata kwenye familia kama huna hela utakuwa mpasua kuni kwenye msiba na mfunga turubai. Huna hela, tafuta mane. Sawa? Hela ngumu, ndio maana wanawake kwenye bodaboda wanapanda wawili. Sio kwamba wanapendana, hela yao. Mshikaki. Nikupe mambo machache ya fedha. Na ni muhimu sana kuwa na fedha kwenye maisha, lakini mambo muhimu kwa sababu kuna maswali 39 ujanani, kuna vipimo 10 vya uchumba, kuna urafiki wa aina 6, kuna uwekezaji wa aina 4 Mungu amewekeza. Kuna mambo 5 ya kufanikiwa. Ngoja nikupe uwekezaji wa aina 4. Uwekezaji wa kwanza, hali ya kiroho. Hali ya kiroho ya mtu ni muhimu sana. Lakini sasa kama huna hali ya kiroho, hata ukipata fedha unahonga kama vikoba. Yani una wahongaji wengi, kila mtu nitumie vocha, kila mtu hapa nadaiwa, hapa nafanya nini? Kwa hiyo tulia hali ya kiroho na mapombe. Sawa? Ukitumbukiza kwenye mapombe, hali ya kiroho haieleweki, kuongaonga kila wakati, hata uwe na shilingi ngapi zitakufa. Hali yako ya kiroho ni muhimu sana. Jambo la pili, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote. Jambo la pili, kwa akili. Haitajiki fedha, inahitajika akili. Mimi nimecheza na mateja, watu walinicheka, ndio umepata mlango huko. Ile changamoto ya watu duniani. Hiyo ndio fursa yangu. Hawa mateja, wakati fulani nilienda Bagamoyo, nikapita mpaka Mangesani na bichi, nikawakusanya, nikawatengenezea nyimbo. Mimi ndio mtunzi wa nyimbo, mimi ndio mpiga mabiti mbele yao, wataimba tu, hakuna kusinzia rosto wala nini. Nikatengeneza, nikawabeba wa Morogoro, Msamvu na Mansese mateja. Nikasema kupitia hao mateja watu wananicheka, nitapenya huko kubongo akili. Mjini njoo na akili, kila kitu kipoda hapa. Amen. Njoo na bongo tu. Na Mungu ametupa akili, ndio uwekezaji. Kuna uwekezaji wa aina 4. Kwa kwanza hali yako ya kiroho. Aina ya pili akili. Nikaenda hapa Boma na Ilala nikawapandisha Diamond Jubilee. Dunia ikaniona. Hizi simu hizi hapa duniani Mungu ametuletea. Humu ndio liko soko ya kila kitu. Humu unaangalia tu vitu vya ovyo tu vya katika viuno tu gwenju. Humu nataka kuangalia mambo ya maana. Nikawapandisha Diamond Jubilee. Nikawabeba nikawapeleka Morogoro. Dodoma nikawakusanya, nikampeleka Kilimani Hall. Dunia ikanitambua, ikanialika. Sasa naenda kuongea nini? Hivyo dunia imeniita huyu.
nazunguka dunia hii kwa sababu iko akili. Mungu amewekeza akili. Popote ulipotumia akili yako ipasavyo. Akili yako isifanyike dustbin. Kuna watu muda mwingi akili yao kusengenyana. Yaani muda wa kusengenyana, mwangalie nywele zake, mwangalie nguo yake, mwangalie huyu babu amemtoa wapi? Amemtoa wapi? Amemtoa hapa duniani. Nataka nitoe wapi? Yaani muda mwingi unahangaika tu kuangalia na unakubali watu watupe uchafu wao kwenye akili yako. Akili yako sio dustbin. Hapa ukitoka utoke na jambo. Mungu afanye ukombozi wa fikra. Ama upate mume hapa, haleluya, au upate mke hapa, haleluya. Au upate kazi ya kufanya hapa, usitoke na hasara. Mimi mke wangu nilimpata hospitali, nimeenda kutibiwa, nikasema tulia na ugonjwa mwingine. Akaniambia mzee, umevuta nini? Nimevuta wapi? Nimekuzimia. Yaani ugonjwa umenipatia demu. Wewe vipi? Sawa. Na kunjua uso wako, maisha ya kukunjua uso, tengeneza furaha watu wakupende, biashara kunjua uso wako, uwe na apple face, sio na uso wa limao. Uso wa limao unakusaidia nini? Kunjua uso wako, tumia akili yako ipasavyo, na Mungu akupe akili hapa Tanzania, hapa duniani. Mimi sasa hivi ni mkurugenzi wa taasisi ya changamoto ya afya ya akili, pia tumesajili. Dada mmoja alikuwa na ugonjwa wa akili, amelazwa hospitali, amepona, tumeanzisha taasisi. Kila changamoto napata fursa. Usijifanye unataka ndoto yangu, hakuna ndoto, daka fursa. Ndoto za mateja na wazee, daka fursa. Na lazimisha kuwa mwanajeshi, mwisho utaishia kuwa sungusungu. Daka fursa mpendwa. Watu wafundisha ndoto yako, muulize yule pale mtu aliyekuwa amesoma fundi welda size. Hakuna cha ndoto hapa, tunadaka fursa. Sawa? Ndoto za mateja kwenda Saudi wanaota maoya za Afrika. Yuko hapa. Na wazee wanaota ndoto. Kijana maono, fursa. Usiishi jana, hata kama jana umekosea, jana umefilisika, anza upya kama unaanza leo. Mimi maisha yangu kama naanza leo. Naweza kufilisiwa, mtu akanidhulumu, usijali. Mateja wananibia, sijali. Napelekwa mahabusu, usijali. Kama nabadilisha chumba, akili yangu haiwezi kuwa trash, haiwezi kuwa dustbin. Huwezi kuharibu akili yangu, uchafu wako utabaki nao mwenyewe. Mimi siishi jana, naishi leo. Wewe unaishi jana. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Hata kama nimefilisika, kwanza hata miaka yangu ni 25, 2025 miaka yangu 25. Najitangaziaje miaka mingi? Miaka 25. Vile unajitangazia ndivyo utakavyoishi. 26 natangaza miaka 26. Kwa hiyo ishi leo. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Watu wa mitumba mimi wananifurahisha kweli. Kila siku nasikia reo, mari mpya reo. Yaani hata mwezi mzima nguo zile za reo. Yaani nyingine suruali mguu umekatika reo, mari mpya reo. Wewe unaishi jana, mimi amenisema, mimi amenidhulumu, mimi nimefilisika. No! Songa mbele kama unaanza upya maisha. Lakini subiri uone Mungu anafanya jambo. Ni wakati wa kusubiri, unasubiri na malengo. Unasubiri una kitu gani? Mungu akufanikishe, una jambo gani? Uko dereva bodaboda, anakufanikisha kutoka wapi? Una jambo gani? Na hata akija mgeni nyumbani kwako ukimuuliza unakunywa soda gani? Haikwambia yoyote, usimpe aeleweki. Yoyote. Yaani huyu hata eleweki, hana hata soda anaijua ati yoyote, toka hapa yoyote. Hata kazi utasikia mtasamie kazi yoyote, toka mjinga wa kazi yote. Lazima uwe na kitu unatembea nacho kwenye maisha. Mambo vipimo 10 vya changamoto ya afya ya akili. Ukimwona mtu ananuna kila wakati, ana changamoto ya afya ya akili. Kwenye sherehe amejaza chakula mpaka sahani inamwagika, changamoto ya afya ya akili. Anakula sausage ili halali, anataka kupungua, changamoto ya afya ya akili. Ananuna uso wa limao, changamoto ya afya ya akili. Anasema wanaume wote hawaeleweki, changamoto ya afya ya akili. Wengine tuko fresh sisi. Toka hapa, wanaume wanaeleweka. Una changamoto ya afya ya akili wewe. Wewe niishi hapo. Jambo la uwekezaji wa akili. Uwekezaji wa aina ya tatu, Mungu alipomuumba mwanadamu amewekeza kwa nguvu. Fanya kazi kwa nguvu. Tunajihurumia sana, mtu analala. Yaani maandiko yanasema mvivu ni kama bawaba. Yaani kitanda leo ndo kujinyosha, wewe utakufarofa tu. Mimi hapo nimeona mkongwe naamka saa 10. Moyo ulikuwa unagoma mpaka umekubali kwenye ndege. Maana naruka kwenye ndege, maana niko Chicago mara wapi, nikasema moyo utatulia, kama nitafia kwenye ndege tutaelewana. Maisha bado. Moyo, unaniona niko handsome babu, au sio? Moyo utakubali. Na umekubali wenye moyo. Maana niko Chicago, maana niko Las Vegas, maana niko Columbus, maana niko Iowa City, maana niko Las Vegas, yani naruka tu. Nilikuwa naogopa mpaka nikazoea, nalala. Safari inaendelea. Jihurumie. Wewe jihurumie, unajinyosha. Kila wakati kichomi, antena hiyo utadedi.
Ukiumwa kidogo chips na Fanta orange chips mimi nikitapika nakula, nikimaliza kutapika nakula. Chips na Fanta, mnajihurumia. Hata kumsalimia mtu vidole, wewe jihurumie. Apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za shangwe. Mimi nalala popote, nakula chochote, safari nasonga mbele. Umenilipa sawa, umenizulumu sawa, hujanilipa sawa. Mateja wamenibia milioni 2, sigombani nao. Nimewapa basi langu, wamelifungua vitu vya milioni 4, wamegonga trafiki, nakamatwa. Wekadumia natengeneza program ya siku 42 na wanunulia bange na ngada, nakamatwa pia. Kule maabusu nasema kwa na madirisha chumba, maisha yanaendelea. Nipo. Hakuna mtu atakayeharibu safari yangu ya nina maono ya kuwa billionaire, rich billionaire. Mwisho, uwekezaji wa mwisho, fanya kazi kwa nguvu mpendwa. Apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za shangwe. Wenzetu waahidi bwana wako kule Kitumbini, hata wanakubali hata kulala 4 chumba kimoja, hata 5. Sisi mwanafunzi utakuta yule bumu ananua friji, ila utasikia analala kwenye friji la kutisha, hana vipaumbele ujue. Yeye anakuja kwa watoto wangu anasema weka tiles, mimi nalala juu ya tiles, nataka kuwa na mane kwanza, tiles nalala juu ya tiles. Mimi hata nikisafiri nchi za watu wananipa hoteli nzuri, nikibonyeza kitanda kinabonyea, watanikuta nimelala chini. Sasa sio maisha milele. Watakuta asubuhi mbona hapa imetandikwa vile vile, mwenzao nimelala chini kwenye kapeti. Yana kula zoezi ya maisha yote yale, safari inaendelea, hakuna kujihurumia. Sawa wapendwa, tunajihurumia mno na tunaona tumechelewa. Sikudanganye mtu, hujachelewa. Anza upya maisha. Sawa. Wana saikolojia wakati mwingine watudanganya mwisho wa kutafuta miaka 40. Nataka nifafanue umri wa ujana. Emau, elimu ya malezi, katika kitabu chao cha mwaka 1985 kurasa wa 2, elimu ya malezi kwa vijana, walizungumza miaka ya 12 mpaka 25. Mwandishi mmoja Dr. Chabai katika kitabu chake cha mwaka 1988 ukurasa ule wa 8, kijana kanisani, alimzungumza kijana miaka 15 sui mpaka 30 mpaka 25. Sera ya CCM mwaka 87 ya malezi ya vijana na watoto ilizungumza hivyo. Lakini pia tamko la dayosisi yetu mwaka 1923 ilimzungumzia kijana miaka 12 mpaka 35. Lakini mpaka miaka 40 bado kijana, mpaka 45 bado kijana. Usikate tamaa, sawa, songa mbele. Watu wasema miaka 40 ndio mwisho wa kutafuta, waongo. Miaka 40 unatafuta kwa akili, sio kwa nguvu. Ndio maana hakuna mganga kienyeji kijana. Mganga kienyeji wote wazee wanatafuta kwa bongo. Tu unajikatia tamaa, mimi basi nitoka basi wapi? Kama hutaki changamoto nenda makaburini Kinondoni, hakuna bando wala tozo, nenda huko. Hapa dunia changamoto, nazaliwa changamoto, kila kitu changamoto. Lazima ushinde changamoto. Na ukiamka asubuhi ziombe changamoto, ongezeka changamoto, wachokozi ongezeka, wachokozi. Songa mbele. Wachokozi wanakusaidia kwenye maisha. Changamoto zinakusaidia kwenye maisha. Na mwisho, kwa moyo wako wote fanya jambo kwa ari. Tunafanya mambo kwa unyonge, sio kwa ari. Mimi hapa unaona mimi nahubiri na kula mistari na meza mistari. Sio kwamba na meza hela ngumu. Unafikiri mgeniita hivi na meza mistari na kariri mistari na komaa hela ya watu ngumu. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.